Uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar. Hatutaki kuzungumzia kwamba ni uwanja ambao haufai, unafaa. Lakini kwa vigezo ambavyo CAF wenyewe wameweka ni kwamba uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar haufai kwenda kuchezeshea mchezo wa finali wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwa maana finali ya shirikisho haufai kabisa kutokana na vigezo ambavyo CAF wameviweka. Tunaweza tukaanza kuwalaumu CAF wanapendelea, wanatuonea na vitu kama hivyo, huyu nani yuko katika nafasi gani, sehemu gani? Kumbe kosa kubwa ni viongozi wetu, na tunajua watu wengi huwa wanafanya vitu kwa mazoea, hata kama ni wajibu wao kufanya, anataka kufanya kwa mazoea. Kwa hiyo tuwaulize viongozi wa Simba, mlipeleka taarifa CAF kwa wakati? Kwa kigezo namba 4 na namba 3 kinautoa kabisa mchezo wa finali kati ya Simba na RS Berkane kuchezwa katika dimba la New Amaan pale Zanzibar. Sasa nikwambie kwamba kama Simba watatumia hoja za kimaandishi na hoja za kimipango ya CAF na misingi ambayo CAF amejiwekea kuhakikisha kwamba uwanja unaenda kutumika wa Mkapa, basi Simba anaenda kushinda hoja hii. Karibu sana ndani ya Like Media. Hapa ndo sehemu ambapo utaenda kupata taarifa mbalimbali za kimichezo zenye uchambuzi ulio na ubora kabisa, na kikubwa zaidi ni kukaribisha sana. Mimi naitwa Lugano Israel. Kwa sasa kumekuwa na mvurugano mkubwa sana wa taarifa, kila mmoja asijue nini ambacho kinaenda kutokea hapo baadaye. Taarifa ambayo ilitoka ni kwamba uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar ndio ambao utaenda kutumika katika finali za CAF Confederation Cup kati ya Simba na RS Berkane. Lakini pia kabla ya hapo taarifa ilikuwa ni katika uwanja wa Mkapa, ambapo Simba mpaka hatua ya mwisho walikuwa wanakusanya pesa, kwa maana ya mashabiki walikuwa wanalipia tiketi kwa ajili ya kuingia katika mchezo ule. Lakini taarifa ghafla ikaibuka kuhusiana na uwanja huo kuto kutumika, kwamba hauna vigezo, licha ya jitihada mbalimbali za viongozi wa Simba Kembo Crescentus Magori ambaye alienda pale katika dimba la Mkapa kuonyesha ubora uwanja na vitu kama hivyo. Lakini bado kumekuwa na tetesi nyingi sana zikisema kwamba uwanja ambao utaenda kutumika katika mashindano hayo ya CAF Confederation Cup, Simba dhidi ya RS Berkane kutoka pale Morocco, basi utakuwa ni uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar. Sasa nikwambie kwamba kama Simba watatumia hoja za kimaandishi na hoja za kimipango ya CAF na misingi ambayo CAF amejiwekea kuhakikisha kwamba uwanja unaenda kutumika wa Mkapa, basi Simba anaenda kushinda hoja hii kwa vigezo ambavyo vimenyoka kabisa, kwa kupigisha rula ambayo imenyosha kabisa. Na nikwambie vigezo ambavyo vinaipa nafasi Simba katika aina ya viwanja. Kuna aina 4 za viwanja ambavyo CAF zinazitambua katika mashindano yake. Kuna kiwanja namba 1, kuna kiwanja namba 2, kiwanja namba 3 na kiwanja namba 4. Sasa kiwanja namba 4 kina level ya Mkapa, kwa maana ya dimba la Mkapa ndo lina level namba 4, yani kiwanja ambacho kinakidhi michezo yote ya CAF, viwango vyote vya mazingira na kila kitu kinakidhi viwango hivyo. Na kiwanja namba 3 ni New Amaan Complex pale Zanzibar, ni kiwanja ambacho kina vigezo namba 3. Sasa katika vigezo namba 3 na namba 4 ndio ambapo nitajikita kuvizungumzia, ingaje namba 2, namba 3, namba 1, namba 2 navyo ni vigezo ambavyo vinahusisha katika michezo ya aina gani itachezwa pale. Sasa kwa kigezo namba 4 na namba 3 kinautoa kabisa mchezo wa finali kati ya Simba na RS Berkane kuchezwa katika dimba la New Amaan pale Zanzibar. Sasa ngoja nikwambie kuanzia kigezo nianzie kigezo namba 3. Kigezo namba 3 kinaelezea kuhusiana na uwanja na aina ya mashindano ambayo yanaweza kuchezwa katika uwanja huo. Kwa hiyo tuanze pale New Amaan Complex Zanzibar. Ni michezo level ya michezo gani inaweza kachezwa pale? Kwanza tunaanza mechi za hatua za makundi na robo finali za ligi ya mabingwa kwa Afrika. Hapa tunazungumzia robo finali. Kwa hiyo uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar kwa mashindano ya CAF inatakiwa kuchezwa kwenye hatua za makundi mpaka hatua ya robo finali za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa maana iwe CAF Confederation Cup au iwe ligi ya mabingwa, inafaa kuchezewa pale.
Vigezo vingine ambavyo vinafaa kuchezewa katika uwanja ule pale ni mechi za hatua ya makundi na robo finali za kombe la shirikisho. Hapa ndo nimezungumzia vyote kati ya shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa. Lakini mechi ya hatua za robo finali ya kombe la shirikisho nimezungumzia hiyo. Mechi za kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA na AFCON kwa wanaume. Mechi za kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA na AFCON kwa wanaume linafaa kwa kuchezea pale. Mechi za kufuzu kwa mashindano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani CHAN inafaa kuchezewa pale. Mashindano ya mwisho ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake. Manake tukizungumzia finali za wanawake kwa maana ya AFCON yanafaa kuchezewa katika uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar, na sio mashindano ya CAF Confederation Cup ambayo CAF wenyewe wanadai kwamba uwanja ukachezewe pale. Kwa Simba kama wataandika hoja hizi wakisema hoja ya AFCON ndio inatakiwa kuchezewa pale, lakini mashindano ya CAF Confederation Cup hairuhusiwi kuchezewa pale, Simba watashinda hoja zao kiweupe kabisa. Lakini pia ni hatua ya mwisho wa ligi ya mabingwa wanawake ambayo pia ni hatua ya finali. Mashindano ya wanawake kwa maana kama ni CAF Confederation Cup, kama ligi ya wanawake ya mabingwa wanawake, kama ya wanawake kwa vigezo vya wanawake finali inachezwa pale. Lakini mechi ya wanaume CAF Confederation Cup, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika haiwezi kuruhusiwa kuchezewa katika uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar kwa vigezo ambavyo vipo CAF. Na sasa nikwambie kuhusiana na mahitaji ya msingi. Mahitaji ya msingi ni miundombinu ya hali ya juu na vifaa vya kisasa ambavyo vinahitajika kuwepo pale, ambapo pia New Amaan kwa maana ya vigezo vipo hivyo. Lakini pia kuwepo na taa na mwanga wa kutosha kabisa kwa vigezo vya CAF. Lakini pia kuwepo na vyumba vya uandishi wa habari na maeneo ya matangazo. Bila shaka hivyo iko hivyo. Lakini vyumba vya kubadilishia nguo kwa viwango vya juu. Ndio vigezo ambavyo vinazungumzwa katika aina ya uwanja namba 3. Yani hivyo tu. Lakini kiwanja namba 4 ambacho kina hadhi ya mchezo wa CAF Confederation Cup, ambapo Simba na RS Berkane wanahitaji kuchezea mechi kwenye uwanja wa aina hiyo, basi ni uwanja wa mashindano ambao una vigezo vinavyozingatia namba 4. Namba 4 nasema kombe la Super Cup la Afrika. Yani ligi ya mabingwa na shirikisho wakikutana inaweza ikaunganisha, kwa maana dimba la Mkapa inaweza kafanya mchezo huu kachezwa hapo. Lakini mashindano ya mwisho wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa wanaume, manake finali za AFCON, dimba la Mkapa lina vigezo kabisa ya kuhosti mashindano hayo. Lakini mashindano ya mwisho ya CHAN inaruhusiwa kufanyika hivyo. Nusu finali ama finali za ligi ya mabingwa wa CAF wanaruhusiwa hivyo. Nusu finali ya finali za kombe la shirikisho inaruhusiwa kufanyika hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Simba katika mashindano ya CAF Confederation Cup na ligi ya mabingwa, hata ingekuwa ni Yanga wangetakiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa vigezo vya uwanja wa nyumbani, basi Tanzania ingetumia uwanja wa Mkapa ndo ambao una vigezo. Mahitaji ya msingi katika viwanja hivyo pengine pia uyafahamu. Lazima kuwepo na miundombinu ya viwango vya juu kabisa vyenye uwezo mkubwa wa watazamaji. Sasa ukiangalia kigezo kama hicho, unaangalia uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar una watazamaji 15,000. Ukiangalia uwanja wa Mkapa una watazamaji 60,000. Utaona sasa utazamaji wa viwango vikubwa. CAF wanaviangalia viwango vikubwa ni vipi? Kuanzia 45 kwenda juu na kwenda chini ya 45 ni viwango vya chini. Kwa hiyo utaona kwamba vigezo ambavyo vinazungumzwa hapa ni viwango vya juu kabisa ambavyo Simba watakiwa kuchezea ni katika dimba la Mkapa. Kwa hoja hizi, kama uongozi wa Simba utaandikia CAF, basi wanaenda kushinda hoja zao za msingi na kutumia ule uwanja. Lakini taa zenye mwanga wa hali ya juu na matangazo ya kimataifa, vyumba vya kubadilishia na vifaa vya kisasa, lakini maeneo ya VIP na huduma za wageni wa heshima.
uwanja wa Mkapa una sehemu ya huduma ya watu wa heshima, hata ule wa Zanzibar, lakini ni tofauti kidogo kwa vigezo vya CAF. Hata sehemu ya waandishi ambao wanakaa katika eneo la uwanja wa Mkapa ni tofauti na pale ambapo wanakaa katika uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar. Hatutaki kuzungumzia kwamba ni uwanja ambao haufai, unafaa, lakini kwa vigezo ambavyo FIFA wenyewe, kwa vigezo ambavyo CAF wenyewe wameweka, ni kwamba uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar haufai kwenda kuendeshea, kwa maana kuchezeshea mchezo wa fainali wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwa maana fainali ya shirikisho haufai kabisa kutokana na vigezo ambavyo CAF wameviweka. Ukiangalia tu vyumba vya kubadilishia nguo vya kimataifa na vigezo vingi ambavyo wameviweka, vyote vinazungumzia hayo mambo ambayo nimeyataja hapa. Lakini wakati huo nikikwambia kwamba uwanja wa New Aman Complex hauna vigezo vya kuhosti fainali, Simba wanaweza pia wakawa na sababu ya kupeleka mapendekezo yao CAF kwa haraka sana, kuonyesha uwanja ambao unaenda kutumika, kwamba kutokana na vigezo vya CAF haukidhi kuwa sehemu ya kufanyia mashindano hayo. Lakini kama Simba wakipeleka hoja hizo kwa maana ya CAF, kuna vitu ambavyo Simba watakutana navyo ambavyo vitaweza kukosti kwa upande wao. Na vitu hivyo ambavyo navizungumzia ni kuhusiana na kama wataenda kupeleka kwa maana ya appeal kwamba ule uwanja haufai, kuna vitu vya msingi ambavyo vinaenda kuzingatiwa. Kwanza, watafanya yafuatayo. CAF ni kuamua kuahirisha mchezo, kwa maana mchezo kuahirishwa kutafutwa siku nyingine, kukiwa na masharti ya kufanya ukarabati katika uwanja wa Mkapa, ambao unaweza kama ni kuahirisha kwa muda mfupi, labda muda kadhaa kwa sababu ya vitu ambavyo vitakuwa. Lakini kama itakuwa ni muda mrefu, itabidi Simba wakatafute uwanja mwingine. Kwa maana unaweza kuwa ni ukarabati wa haraka kama miundombinu fanya hiki, inasogezwa mbele mchezo na vitu kama hivyo. Lakini kama kuna vitu vingine ambavyo vitalazimisha kwamba vitachukua muda mrefu kwenye mashindano hayo, basi mchezo huo, kama Simba watapeleka hoja zao kasi, mchezo unaweza ukahamishiwa katika uwanja mwingine. Ukiachana na kuahirisha mchezo, kuahirisha mchezo, lakini pia unaweza ukahamishiwa kwenye uwanja mwingine ambao unakidhi viwango vya kuchezea fainali. Kwa hiyo Simba wakati wanaenda kufanya hayo, wajue kwamba pia wanaenda kukutana na adhabu ya chama, hasa kwa klabu husika, endapo kama vitu ambavyo wajibu wa klabu itakiwa ivifanye haukuvifanya. Mfano kutoa taarifa ya uwanja, pengine kuelezea scenario tofauti ambazo kwa klabu itakiwa itengeze wajibu huo, basi adhabu Simba inaweza kukutana nayo kutokana na hicho ambacho wanakipigania. Lakini kama Simba watapeleka hoja yao, maana yake kitu ambacho kinaweza kuwasaidia Simba kutumia uwanja wa Mkapa kwa muda uliobakia huu, kwa maana siku 10 kutoka mchezo utakapochezwa mpaka siku ambayo Simba atacheza. Maana yake Simba wakiwa wamepeleka maombi CAF, maana yake CAF waridhie baadhi ya vitu. Kama kutakuwa uwanja wa Mkapa kwa maana CAF wameutoa kabisa kwenye mahesabu yao kutumia katika mchezo hii kwa sasa, maana yake Simba itabidi wakatafuta uwanja mwingine, sio New Aman Complex pale Zanzibar. Maana yake itabidi wakatumia hata uwanja wa Amahoro pale kwa maana ya Rwanda, wakatumia viwanja vingine ambavyo vinakidhi viwango vya CAF. Inawezekana ukatafuta hata uwanja ambao uko mbali kabisa na hata Afrika Kusini ukachezwa mchezo huo wa fainali ya pili, ni kwa sababu ya kupata tu manake uwanja wenye vigezo vya CAF. Kwa hiyo kitu ambacho Simba wanakifanya, inawezekana wanajiwekea wanawekea kisu shingoni, au wanataka kujinasua kwenye mtego ambao wanaweza kukutana nao. Mtego ambao wanakutana nao Simba ni pale ambapo kama CAF wao watasema uwanja ambao unatakiwa kwenda kutumika pengine ni uwanja ambao sio wa New Aman Complex pale Zanzibar. Manake Simba watalazimika sasa kwenda kutafuta uwanja mwingine ambao sio wa Mkapa wala sio New Aman Complex pale Zanzibar. Manake ni nini? Ni kwamba Simba
watakuwa wamepeleka vigezo vya kukataa uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar kwa vigezo ambavyo CAF wenyewe wamejiwekea. Kwa hiyo CAF wakipitia vigezo kwamba kweli hata wao wenyewe walikuwa wamemess up, wataenda kuamua sasa kwamba Simba tafuteni uwanja mwingine wenye vigezo vya kuchezea fainali. Ule uwanja wa New Amaan Complex ni aina ya kiwanja namba 3 ambacho hakiwezi kukidhi kuchezea fainali. Kwa hiyo uwanja ambao unakidhi kuchezea fainali ni uwanja wa Mkapa. Simba wakiingia kwenye mtego, maana yake itabidi wakachague uwanja mwingine ambao sio uwanja ambao uko Tanzania. Maana yake Tanzania ukiachana Mkapa tuna uwanja mwingine wenye uwanja namba 4 ambao ni wa Mkapa. Kwa hiyo hayo yote ni hayo ambayo tunazungumzia kuhusiana na hiki ambacho Simba wanakitaka sasa hivi kifanyike, ni kwamba CAF waje kufanya inspection, kwa maana uchunguzi, waangalie uwanja. Wana maafisa ambao wanaweza kauomba kwa dharura kuja kuangalia uwanja. Na kumbuka hii ni finali, tofauti na mashindano mengine. Finali ina maandalizi mengi sana ambayo yanatakiwa kuandaliwa katika mchezo huo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa kufanyika. Lakini wakati tukizungumzia kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, inawezekana kuna baadhi ya mambo ambayo yametokea na sisi tukaona kama ni sehemu ya kuwalaumu CAF tu. Kumbe kuna vitu ambavyo ndani ya ligi yetu, ndani ya uongozi wa TFF pamoja na Simba ndio ambao walifanya makosa. Pengine tunawatafuta uchawi tu kwa maana ya CAF, lakini kwa upande wa TFF pamoja na Simba huenda wana makosa ambayo nataka niyazungumze kwa sasa. Kama tutakuwa nakumbuka, uwanja wa Mkapa ulikuwa umefungiwa na mchezo dhidi Al Masry ambao ulichezwa ulionekana una madhaifu makubwa, maji kutuama kwa kiwango kikubwa, na serikali pia ilitangaza uwanja kusimamisha, lakini CAF nao wakathibitisha kwamba uwanja huo hautatumika. Kwa hiyo uwanja ambao ulienda kutumika ukatumika uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar. Ingawaje sasa uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar nao haukuwa na vigezo vya kutumika katika hatua nusu finali. Inawezekana CAF walimess up kuruhusu uwanja ule utumike katika viwango vya CAF, na baadhi ya vitu ambavyo kwa upande wa Simba na TFF huenda walifanya makosa. Na ndio maana tunalaumiana hapa, lakini kuna watu ambao wanastahili kabisa kulaumiwa kwenye hivyo vitu ambavyo vinaendelea. Vitu ambavyo navizungumzia hapa ni kuhusiana na wakati uwanja wa Mkapa ukifungiwa, ina maana taarifa ilikuwepo iko TFF kwamba umefungiwa. Huenda TFF au Simba mwenye jukumu la kwenda kutoa taarifa ilitakiwa atoe taarifa kwenye muda ambao unastahili. Huenda walichelewa kutoa taarifa ya uwanja kwamba umekuwa bora kwa sasa, ya kuambia inspector wa CAF waweze kuja kukagua uwanja. Kwa hiyo CAF anachokijua uwanja bado haujakamilika. Huenda hayo mambo yakawa yanazunguka hivyo, kwamba huenda wale ambao walitakiwa kutoa taarifa ya kile kinachoendelea hawakutoa taarifa. Kwa hiyo huenda ni Simba au ni TFF hawakutoa taarifa CAF kuambia kwamba uwanja wa Mkapa uko tayari. Tutawalaumu CAF kwa sababu hiyo? Haiwezekani. Inawezekana CAF wao katika sehemu sahihi kabisa hawana taarifa ya mrejeo, kwa sababu taratibu zinasema kwamba uwanja unapositishwa inatakiwa inspector arudi kwenda kukagua kama mifumo yote ambayo walikuwa wanaiona ina mapungufu, alafu wathibitishe. Sasa yanaweza katokea mambo kadha ambayo kama ukitoa taarifa kwa CAF yanaweza katokea mambo kadhaa kama matatu hivi. Endapo kama ukitoa taarifa kwa CAF kwamba uwanja wangu sasa uko tayari kutumika mara baada ya marekebisho ambayo CAF wenyewe huwa wanasimamia ili marekebisho ikae sawa sawa. Sasa unaweza kutumika kitu cha kwanza na inawezekana ni kuruhusu uwanja kutumika moja kwa moja, kwamba unaweza kaambia uwanja umefunguliwa, kwa maana majiridhisho kwamba uwanja uko katika viwango vinavyostahili. Cha pili, unaweza uwanja ukaruhusiwa kwa masharti maalum katika michezo kadhaa, kwamba unachezewa uwanja huu lakini kwa uangalizi au kwa kufuata hiki na hiki. Lakini pia unaweza kaambia kwa masharti hao kwamba boresheni hiki na hiki, au ni masharti ambayo yanaweza yakawekwa. Lakini pia uwanja unaweza ukakataliwa. Kwa Simba na bodi ya ligi kama na TFF kama wangepeleka hiyo taarifa CAF, maana yake ni kwamba wangekuwa wamepewa kati ya hivyo vitu viwili, kuruhusiwa, kuambiwa mrekebishe kitu gani, au kukataliwa. Je,
TFF Simba watuambie, walikubaliwa, walipeleka hizo taarifa kwa wakati unaostahili? Je, walipewa taarifa kwamba uwanja mainspekta wa kafu kwamba uwanja uko tayari kutumika? Tunaweza tukaanza kuwalaumu kafu, wanapendelea, wanatuonea na vitu kama hivyo. Huyu nani yuko katika nafasi gani, sehemu gani? Kumbe kosa kubwa ni viongozi wetu, na tunajua watu wengi huwa wanafanya vitu kwa mazoea, hata kama ni wajibu wao kufanya, anataka kufanya kwa mazoea. Kwa hiyo inawezekana tukaanza kuwalaumu kafu kwamba wanaionea Simba, wanataka kuhujumu, sijui nani kiongozi gani ni makamu wa rais kafu, sijui nani kafanya nini, lakini kumbe wajibu wa watu ambao itakiwa waufanye hawajaufanya. Je, tuwaulize viongozi wa Simba, mlipeleka taarifa kafu kwa wakati kutokana na vigezo vya kafu vinavyosema mara baada ya uwanja na kuelekea katika mchezo husika, au mlitaka kafu waulize wao kwamba uwanja unaruhusu au uruhusiwi? Lakini pia TFF mmefanya hivyo, nani mwenye jukumu kati ya Simba na TFF kutoa taarifa? Hapa katikati kuna haja ya kuuliza katikati hapa, TFF na Simba, nani mwenye jukumu la kutoa taarifa ya uwanja kama uko sawa sawa? Je, mlitoa katika wakati ulio sahihi? Sasa haya ambayo yanaenda kutokea, kuna mtu anastahili kubeba lawama. Mimi naitwa Lugano Israel. Nadhani utakuwa umeshaelewa kuhusiana na Lucky Media kitu ambacho amekuletea kuhusiana na kategori za viwanja, sifa za viwanja na mahitaji yanayohitajika katika viwanja husika, na kiwanja gani kinahitajika, mashindano gani yatumike katika uwanja huo. Bila shaka tumekuwa pamoja. Mpaka wakati mwingine, basi endelea kufuatilia Lucky Media, subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa na ujazo wa story ambazo zinakuwepo humu. Mpaka wakati mwingine. Ciao.